katika kitu kinachopotea kwa kasi sana katika ulimwengu wa sasa ni elimu ya nasaba. Elimu ya nasaba inapotea kwa kasi sana katika ulimwengu tulio nao. Ukisoma aya 214 katika surati Shuara, Mwenyezi Mungu alipomwambia Mtume Muhammad wakati anamkabidhi jukumu la kulingania watu, akamwambia wa andhir ashiratakal aqrabin, waonye ndugu zako wa karibu. Yani mtume katika kazi hii ya utume alipoelekezwa na Mungu aanze na ndugu zake wa karibu. Kwa hiyo ulinganiaji na dawa kwanza unaanza na ndugu zako wa karibu. Ndio Mungu alimwambia hivyo mwalimu. Wa andhir ashiratakal aqrabina, waonye ndugu wa karibu. Wahofishe kwanza ndugu wa karibu. Watoe kwenye shiriki kwanza ndugu zako wa karibu. Naeleweka? Utaona Mwenyezi Mungu alipompa mtume nafasi kubwa ya undugu kwanza. Sasa aliposimama pale mlimani, wakati anaita ndugu zake, ya bani Abdul Muttalib, sehemu zingine ya banu Kaabi. Sasa hesabu Kaabi ni babu wangapi kwa mtume? Sehemu zingine ya banu Firi. Mimi niko nimehesabu hapa, utaona karibu babu wa 8 au wa 7. Yani mpaka babu wa 7 bado ni ndugu wa karibu. Lakini yeye akaja akatuambia ndugu wa karibu ni mababu hawa 5 na mabibi hawa. Kama haujui nasaba yako mababu 5, bado umeacha ndugu wengi nyuma. Kama haujui mabibi zako 5, bado umeacha ndugu wengi nje. Meleka vizuri? Alhamdulillah, mimi kwa upande wa baba yangu Muhammad Hussein Ndoro Kijuu Mpore Ikaje Misanya Duru, najua mababu wengi na mabibi pia najua wengi. Hili ni somo linaloharibika kwa kasi sana wakati tunakwenda mbele. Kwa hiyo nimeukumbusha kwanza somo la nasaba. Jitahidi basi, una mababu wangapi, una mabibi wangapi? Na ndio mtume aliwaambia wa andhir ashiratakal aqrabin, wahofishe ndugu zako wa karibu, waonye ndugu zako wa karibu. Nadhani hii ndio darasa yangu na nadhani imeeleweka vizuri. Kwa hiyo eneo la undugu tujitahidi kuliimarisha. Jingine, wazee hawa wameitekeleza aya iliyoko katika surati Ra'd, kama sikosei ni aya ya 24. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kawaida ala rasi kulli hauli, mwaka unavozunguka kila mwaka alikuwa anakwenda kuwazuru shuhadaa Uhudi, wale maswahaba waliofariki wakazikwa kule Uhudi. Mwaka wa 4 kuna vita ilipigana inaitwa vita ya Uhudi, wakazikwa majemedari wakubwa kule Uhudi. Baba yake mdogo Saidina Hamza mtoto Abdul Muttalib, kina Musa bin Umair na wengi. Kila mwaka ulipokuwa ile tarehe ikifika, mtume alikuwa anakwenda kule na akiisoma aya salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dari. Mtume alikuwa anaisoma aya hiyo, ni aya ya 24 katika surati Ra'd. Kuna wale wanasema ukisoma Qur'ani makaburini, mtume alisoma Qur'ani makaburini. Hii ni aya surati Ra'd, salamun alaykum bima sabartum, amani iwe juu yenu kwa vile mlivyosubiri, kwa subira zenu. Kwa subira, kwa sababu kwenye dini kuna mambo mengi yanahitaji subira, si ndio? Kuna kashikashi na shida nyingi zinahitaji subira. Hasa mtume dua yake na kuwaombea wale mashahidi kule Uhud, anasema salamun alaykum, na amaeleza Imam Ibn Kathir kwenye tafsiri yake. Huyu bwana alisema tutoe receipt. Receipt ndio hizo nimeanza kutoa sasa. Al-Imam Ibn Kathir alipokuwa ni tafsiri surati Ra'd, alipofika kwenye aya hii ya 24, akaeleza kwamba mtume kila mwaka ulipokuwa ukizunguka tarehe kama ile, alikuwa anakwenda kule Uhud kwenye yale makaburi akisema salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ni Qur'ani hiyo, ni aya ya 24 katika surati Ra'd. Mtume amefanya hayo kuanzia huo mwaka wa 5, mwaka wa 6, mwaka wa 7, mwaka wa 8, mwaka wa 9, mwaka wa 10 mpaka wa 11 akafariki. Miaka 6 tarehe kama ile ilikuwa anafanya hivyo. Sasa mzee Edi na ndugu zako,
hii tarehe ambayo mmeiweka kama ndio tarehe ya mama yenu na nani wenu, mko sahihi, kwa sababu mtume alikuwa anafanya hivyo ile tarehe waliofariki wale ashabi walioziko kule Uhudi. Nadhani nimetoa risiti. Mwingine anasema kwa nini mna kila tarehe tunakutana? Kwa sababu ndio mtume alivyokuwa anafanya, na alikuwa anasoma Qur'ani, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqba dari. Kwa hiyo tarehe kama hizi tuendelee nazo. Risiti ndio hiyo nimetoa kwa upande wa tarehe. Nadhani nimeeleweka vizuri. Lakini pia alikuwa na huruma sana Mtume Muhammad. Kuna ile hadithi ya Jarid, hadithi ya siku ile mtume amepita, kama sio Madina ni Maka, lakini wengi wamesema ilikuwa Madina. Alipopita katika makaburi ya Madina Mtume Muhammad akiwa na maswahaba zake, kisha akasimama akasema, kwenye hizi kaburi mbili, hao walioko kwenye haya makaburi mawili wanaadhibiwa. Hadithi hii ameandika Imam Bukhari katika nambari ya hadithi ya 218. 200 risiti inatoa. Na kwa Muslim ni hadithi ya 292. Mtume akasema walioko kwenye hizi kaburi mbili hao wanaadhibiwa. Na akaeleza sababu wanaadhibiwa kwa nini, mnisikilize. Akasema kwanza akaagiza tawi la mtende. Kama maswahaba nileteni tawi, akavunja tawi la mtende akalikata vipande viwili. Kisha kipande kimoja akachomeka kwenye kaburi hili, kipande kingine akachomeka kwenye kaburi hili. Maswahaba wakamuuliza, lima fa'alta hadha? Ameandika Imam Bukhari hivi, kwa nini umefanya tukio hili? Akasema hao wanaadhibiwa la'allahu ayu khaffifa anhuma ma lam yuyabbisa au ila ayu yabbisa. Kwenye Bukhari, kwenye Muslim ma lam yuyabbisa au ila ayu yabbisa. Hawa walioko humo makaburini wanaadhibiwa, basi nimeweka ili wakhafifishiwa adhabu, kwa sababu ya hii miti miwili nimeweka. Kwenye tafsiri sasa ya Bukhari ambaye amesherehesha Imam Ibn Hajar al-Asqalani kwenye Fathul Bari, akasema ile miti ikiwa mibichi inamsabahi Mwenyezi Mungu. Sasa kwa zile tasbihi za ile miti, wale maiti wanapata takhafifu, kwa sababu ile miti midamu ni mibichi, inaleta nini? Inamsabahi Mungu. Miti mibichi hata hii hapa si ni mibichi, inamsabahi Mungu, ile tasbihi. Sasa kwa tasbihi za miti hii hawa jamaa wanaadhibiwa, watapata takhfifu. Na akaeleza sababu za kuadhibiwa, akasema moja, ilikuwa yeye hajistiri na mkojo, tuwe na tahadhari na mikojo. Wa pili, tabia yake ilikuwa ni kutembea kwa kuchonganisha watu, ni mtu wa namima, anahamisha maneno kwa lengo la kufitinisha watu. Si wapo huku kwetu ya kutoa neno hapa unapeleka pale ili kugombanisha watu. Kama unahamisha neno kwa sababu ya kusuluhisha, haina shida. Biqasdi al-ifsad ndio inaitwa namima. Kwa ile hadithi kwanza inaonyesha mtu wa kuchonganisha ana adhabu kabrini. Hilo ni la kwanza, mchonganishaji. Imamu na imamu, mwalimu na mwalimu, tabia hizo muache, mtaadhibiwa makaburi. Lakini huko niache, mimi nilikuwa naeleza mtume akachomeka, yani akawahurumia wale watu kwa makaburini, akauna muti. Nyinyi si ni warangi? Na yeye mtume elimu yake anafahamu miti mibichi inaleta tasbih. Na sisemi mimi, wale walioeleza hii hadithi Al-Imam Nawawi wameeleza, akasema ile miti inaleta tasbih. Ndio maana mtume akasema kabla haijakauka hawa watakhafifishiwa adhabu. Ndio mashehe zetu na wazee wetu wakaona sasa chomeka mti wa kudumu kabisa. Ndio ama mbona mnaona makaburini usikauke, tunachomeka ule ambaye haukauki haraka. Sasa Abu Salam nadhani risiti bwana alikuwa anasema nitoe risiti. Sasa ndio al-Imam Muslim kwenye hiyo hadithi Nawawi akasherehesha, akasema ulama wakapendekeza zisomo Qur'ani kwenye kaburi. Kwa nini? Akasema kama maiti inatarajiwa kupata takhfifu kwa sababu ya mti, basi tilawatul Qur'ani aula, kusoma Qur'ani ni bora zaidi. Naeleka vizuri? Na ndio ilisomwa Yasini hapa. Na ilisomwa Yasini pia nimeona al-Imam Ibn Kathir kwenye tafsiri yake asema katika khaswais za hii sura, la tuqra wala amrin yasirin, la tuqra wala amrin asirin
illa yassarahu Allah. Yasini haisomu kwenye jambo lolote zito isipokuwa Mwenyezi Mungu hulifanya kuwa jepesi. Maneno haya sio yangu, ya Imam Ibn Kathir kwenye tafsiri yake akitafsiri surati Yasin. Pale mwanzo tu akasema Al-Imam Ibn Kathir, na sio yeye tena, na yeye ananukuu wanachuoni, anasema wanachuoni wamesema katika khaswaisu za sura hii, la tuqra inda amrin asirin illa yassarahu Allah. Yasini haisomu kwenye jambo lolote zito isipokuwa Mwenyezi Mungu hulifanya kuwa jepesi. Sasa sisi tunaamini marehemu zetu pengine wana mazito huko, tukaisoma Yasini ili Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi mambo yao huko makaburini, kina Zamadaa na wengine waliotajwa na wale ambao hatukuwataja, na nyinyi wote kila moja na marehemu wake, si ndio? Kwa hiyo kikao chote hiki Mwenyezi Mungu awasamehe marehemu zetu.